naitwa Hadija Hussein, ni msafiri kutokea Mpanda kuelekea Karema. Changamoto ni barabara mbovu, miundombinu haifai. Nimesafiri toka jana saa 10, lakini juhudi za mkuu wa wilaya ndio zisababisha sisi turudi nyumbani kupumzika na kuanza safari leo. Kwa tangu saa 1 asubuhi tulikuwepo hapa mpaka saa hizi bado ufumbuzi haujapatikana. Ndio saa hizi wanatengeneza ili tupate kuondoka. Hatujajua mbele kule kuna shida gani tena nyingine. Kwa hiyo tuko bega kwa bega na mkuu wa wilaya ili kuangalia mwanzo wa barabara mpaka mwisho wa barabara kuelekea Karema, asaidie jinsi gani ya sisi kuweza kupita kwa usalama. Tunamshukuru kwa kazi yake nzuri kwa kweli. Kwa changamoto ambayo nimeiona ni barabara kukatika asilimia kubwa. Sehemu nyingi zimekatika, ila tunashukuru serikali na mkuu wa wilaya Tanganyika. Toka jana tulimuona alifika hapa na alifanya jitihada, hasa alistopisha hais kwa zinaelekea Kasikeza. Alipoona changamoto akamwambia warudi, na kweli hais walitii na wakarudi. Na sisi kweli kwa sababu tulikuwa na gari kubwa turudi, ila tukilala pale pale kuanzia walipoanza jitihada asubuhi, na sisi tumepita mpaka sasa tumepita sehemu ya kwanza hapo stopisha, tumefika tena hapa kuna Ikaka na penye kuna changamoto. Ila tunaona jitihada zingine zinaendelea ambazo mkuu wa Tanganyika anaendelea kuzifanya. Kama mlivyoona tumeanzia kule Ikaka kwa shughuli zilizotokea jana. Mafuriko yale yaliyopita juu ya barabara na kuharibu ikaa kidogo nasumbua mawasiliano kati ya Ikaka na upande huu wa pili. Pia tunajitahidi kuendelea na matengenezo kwa maeneo yale ambayo ni korofi kwa kipindi cha mvua, ili mradi tuendeleze usafirishaji kati ya kuanzia Kagwira kwenda Karema. Tulielekeza na mheshimiwa mkuu alielekeza, na mimi nitapenda nirudi hapa kwamba kwenye maeneo ambayo maji yanavamia kila siku, usisubiri maji ya kulazimishe kuhama, ama tu mwenyewe. Hatuzuii kuja kulima mpunga, hatuzuii kuweka kambi, lakini tujizuie wenyewe kuona kwamba hapa ni hatarishi. Wanaume mlioko hapa na akina mama mlioko hapa, tutambue kila mmoja maeneo hatarishi. Sio mpaka usubiri kwamba serikali imekuambia hapa, ni tumeshaona tayari hapa, si ndio? Ili kuepuka madhara ya kesho na kesho kutwa. Hiyo ndio tiba inayozuia mafuriko kuja? Jawabu ni hapana. Lakini swali jingine, je, maeneo ambayo kwenye minuko tunaweza kujenga na kuweka makazi yakawa salama yameisha kwetu Tanganyika? Jibu ni hapana, hajafanya nini? Hajaisha. Kwa hiyo ndugu zangu, wana Mnyagara, wana Ikaka, wana Tanganyika, chonde chonde tulio kwenye maeneo ya mabonde, huu ndio muda sahihi wa kila mmoja kuamua kwamba hapa sio salama. Hata kuwepo mtu atakushikia kiboko, lakini mvua hii nyingi ni kiboko tosha ambacho kinatuadhibu bila kupenda. Niwaombe sana tutumie nafasi hii na maji haya kuona kwamba maeneo sahihi ya kuhamishia makazi yangu ni sehemu gani. Maneno haya tuyachukulie katika mtazamo chanya, kwa maana kwamba ni elimu ya kutusaidia kuepuka kufanya makazi kwenye maeneo ambayo ni ya mabonde, maeneo ambayo yanastahili kulimwa nini, mpunga. Huo ndio ukweli. Turejee wakati mwingine, kwani kabla ya kwanza kukaa hapa sikuna sehemu mtu alikuwa anakaa kwenye minuko. Tuepuke, mvua ni nyingi. Mwakani hawezi kujua, inaweza ikaja mvua kubwa kuliko hii.